Yesu kusujudiwa, unastahili Yesu kuabudiwa, unastahili Yesu kuinuliwa, unastahili Yesu kusujudiwa. Amen. Basi umebarikiwa sana. Sogea vitu mbele. Tumebarikiwa kuwa pamoja nawe tena siku nyingine hii ambayo Bwana ameifanya kwa ajili yetu, ili tukaweza kufurahia na kushangilia ndani ya siku hii katika jina la Yesu. Tunalitukuza jina la Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunaongea kuhusu matendo ya imani. Matendo ya imani ndio tunaendelea kujifunza kuhusu, na tunaendelea kuangalia watu waliojawa na matendo ya imani, kwa sababu matendo ya imani ndio uhai wa imani. Matendo ya imani ndio uhai wa imani. Basi ukosefu wa matendo ya imani, basi yamaanisha imani yako hayuko hai. Vigumu sana kufanya mambo pasipo matendo ya imani. Itajulikana aje ya kwamba wewe ni wa imani wakati umejawa na matendo ya imani? Hautajulikana ya kwamba wewe ni mtu wa imani kwa sababu ya kusema ninaamini, kwa sababu ya kusema niko na imani. Ni vizuri ukuwe mtu ambaye matendo yako ya imani inaonekana na pia inasikika katika jina la Yesu. Hii ni kumaanisha kwamba wapaswa kujawa na hatua za imani. Hatua nyingi unachukua ni za kiimani. Maamuzi unachukua yawe ni matendo ya imani yako. Kufanya vitu vingine iwe ni matendo ya imani yako. Na pia maongeo. Nilisema kwamba imani yako inapaswa kusikika na inapaswa kuonekana. Inapaswa kusikika na inapaswa kuonekana, kwa sababu pia maongeo ya imani ni matendo ya imani. Kwa sababu unapaswa kuongea kile ambacho umeamini. Haupaswi tu kubaki umeamini na ukakwama naye. Ni vizuri kusema kile ambacho umeamini. Ni vizuri kutaja kile ambacho umeamini. Ni vizuri kutangaza kile ambacho umeamini. Ni vizuri kuongea kile ambacho unaamini. Unaamini nini juu ya maisha yako? Unaamini nini juu ya kazi zako? Unaamini nini juu ya vitu ambavyo vipo? Na kulingana na vile watu wanaongea, wewe unaamini nini? Ongea kile ambacho umeamini. Ongea kwa biashara yako kile ambacho unaamini juu ya biashara yako. Ongea kwa maisha yako kile ambacho unaamini juu ya maisha yako. Ongea kwa huduma yako kile ambacho unaamini juu ya huduma yako. Kile ambacho kwa moyo wako umeamini, ni wakati wa kukitoa na kukisema katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna vile unapaswa kuwa unaamini juu ya kazi yako. Kuna vile unapaswa kuwa unaamini juu ya maisha yako. Kuna vile unapaswa kuwa unaamini juu ya mahali ambako unaenda. Kuna vile unapaswa kuwa unaamini juu ya vitu ambavyo unavifanya. Kuna vile unapaswa kuwa unaamini juu ya maisha yako. Basi ni wakati wa kusema vile unaamini. Anza kusema hivyo. Vile unaamini, anza kutaja hivyo. Anza kusema hivyo. Unaamini vipi juu ya biashara yako? Sema hiyo, ongea hivyo. Unaamini nini juu ya mahali ambako unaenda? Anza kusema katika jina la Yesu. Na ya pili, pia umepaswa kujawa na matendo ya imani. Tumeona ya kwanza tunapaswa kusikia ukiongea imani yako.
Tunapaswa kusikia ukiongea kile ambacho unaamini juu ya biashara yako, na pia tunapaswa kuona matendo, actions ambazo unazichukua ziwe ni actions za imani. Unachukua hizo actions kwa sababu umeamini. Sasa unaweka what you believe into action. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili watu pia wanapaswa kuona matendo yako ya imani. Basi wewe utakuwa ni Mkristo kamili unayeishi vile ambavyo Mungu anataka. Maana imeandikwa, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati wa mambo yanapokupata, unapaswa kuongea vile unaamini. Bwana Yesu asifiwe. Unapaswa kuongea vile unaamini, na unapaswa kuchukua hatua za vile unavyoamini. Tuangalie familia moja, mandugu wawili, mmoja alichukua kitendo. Tunataka tuone siku ya leo, hata kutoa katika nyumba ya Bwana inapaswa kuwa kutoa kwako ni ishara, ama ni matendo, ama ni sehemu ya matendo. Inapaswa kuwa kutoa kwako ni kwa ajili unaamini. So kutoa inapaswa kuwa ni matendo ya imani. Mara nyingi tunakuwa na kazi ngumu kanisani ya kumtolea Mungu, kwa sababu tunataka kumtolea Mungu kulingana na vile tunajua, kulingana na vile tuko nayo. Tunapaswa kujua kutoa kwako kunapaswa kutawaliwa na imani, kwa sababu mambo ya Mungu tunayafanya kwa imani. Tunayafanya kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya ya kimungu tunayafanya kwa imani. Pia unapaswa kujua ya kwamba kutoa kunapaswa kuwa, tukikuona ukitoa, tunapaswa kuona matendo ya imani yako. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kutoa kunaanzia kwa kuamini kwanza. Kama uamini, wachana kwenda kutoa. Bwana asifiwe. Lakini kama unaamini, basi utajawa na matendo ya imani. Na ndio maana tuko na watu katika nyumba ya Mungu miaka mingi wametoa, lakini hamna chochote, hamna mabadiliko, hawana ushuhuda wa matoleo yao. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukasema ni kweli huwa unatoa na kweli ni mzuri, lakini inaonekana hautoaji kwa kuamini. Maandiko imesema mkono unaotoa umefanya nini? Umebarikiwa. You need to believe that. Sasa ukienda kutoa inapaswa kuwa ni matendo ya kuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Enda soma maandiko, usikie vile inaongea kuhusu kutoa. Amini hivyo. Kisha ukishaamini, wacha kutoa kwako kuwe ni matendo ya kwa sababu ninaamini ndio ninatoa. Jina la Bwana litukuzwe. Genesis chapter 4 verses number 3. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, mbali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumeona wapendwa wawili, hawa ni Wakristo wawili. Hawa ni nani? Wakristo wawili, two believers. Wote wanaenda kutoa sadaka kwa Mungu kwa madhabahu moja, lakini tunaona ya mmoja inakubalika pamoja na yeye na ya mwingine inakataliwa pamoja na yeye. Bwana akakubaliana na sadaka ya Habili pamoja na yeye. Wewe na sadaka yako inapaswa kukubalika. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa ni kwa nini ya Kaini haikukubalika, lakini kwa nini ya Abel ilikubalika? Tukiangalia katika matoleo yao, hakuna mahali tunaambiwa ya kwamba mmoja alitoa kwa imani na mmoja hakutoa kwa imani. Hatuelezei
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbe mpendwa, watu wawili wanaweza wakafanya kitendo, lakini iwe mmoja msukumo wake ni imani, lakini iwe mwingine msukumo wake ni kwa sababu ako nayo. Na mara nyingi kanisani kenye kinasababisha matoleo yako haileti mabadiliko kwa maisha yako ni kwa sababu mara nyingi huwa unatoa kwa sababu uko nayo. Mara nyingi huwa unatoa kwa sababu uko nayo, na mara nyingi hautoi kwa sababu hauna, na wakati mwingine hautoi kwa sababu uko na kidogo. Hizo ndizo vitu zinakuongoza. Hebu jiangalie katika matoleo yako. Ni kwa nini wewe huwa unatoa? Ni nini ambayo ni msukumo wa matoleo yako? Ni nini ambacho kinakusukuma kutoa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tukisoma kitabu cha Waibrania 11 mstari ule ni wa 3. Bible inasema hivi: kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Mstari wa 4. Kwa imani Habili alimtolea Mungu. Kwa imani Habili alimtolea Mungu. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba driving force ya Habel ilikuwa ni faith. Tunaweza kusonga mbele tukatoa, lakini inajalisha msukumo wa matoleo yako ni nini? Mpendwa, kumbe kumtolea Mungu ni kuonyesha kitendo cha imani yako. Kwa imani Habili alitoa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kumaanisha kwamba kutoa kunapaswa kuwa ni matendo ya imani yako. Kutoa kunapaswa kuwa ni kwa sababu ninaamini ndio maana ninatoa. Si kwa sababu niko nayo, na si kwa sababu nimeambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapaswa kuelewa, kama imani ndiyo msukumo wa matoleo yako, basi hakuna siku hautatoa. Wakati uko na nyingi, wakati uko na kidogo, wakati uko na chache kabisa, kila mara utatoa. Maana kwa Mungu si kuhusu kutoa nyingi wala kutoa kidogo, ni kuhusu kutoa kwa imani. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuhusu kutoa nini? Kwa imani. Mwanamke wa Sarepta alisema, chakula ambayo nimebaki nayo ni unga kidogo na mafuta kidogo, tupike tule tufe. Na mtumishi wa Mungu amesema, enda ufanye kama vile ambavyo umesema, lakini kwanza unipe kwanza, utoe kwanza. Kwa nini yule mwanamke alipika akampea mtumishi wa Mungu? Ilikuwa ni kitendo cha imani. Aliamini vile mtumishi wa Mungu alimwambia. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa na kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati aliapply faith, hata ile kidogo alitoa kwa imani. Alitoa kwa sababu aliamini maneno ya nabii. Nasema alitoa kwa sababu aliamini maneno ya nabii. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa nini huwa unatoa? Bwana Yesu asifiwe. Swali kuu ambalo unapaswa kujiuliza ni kwa nini huwa unatoa? Kwa nini huwa unatoa? Na msukumo wa kutoa kwako ni nini? Especially kwa nyumba ya Mungu. Ninaongea kuhusu katika familia ya Bwana. Msukumo wa matoleo yako inapaswa kukua ni imani. Tunapaswa kukuona ukitoa, tunaona matendo ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani, Biblia inasema kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kila mara utakapotoa kwa imani, unatoaga iliyo bora. Unajua unaweza ukatoa nyingi, lakini ukawa haukutoa iliyo bora. Unaweza ukatoa nyingi, lakini haukutoa iliyo bora. Kwa sababu gani? Kwa nini inakuwa iliyo bora? Kwa sababu imetolewa kwa imani. Sasa ile action ya kutoa ni matendo ya imani. Bwana Yesu asifiwe.
Na ndio maana watu wengi katika nyumba ya Mungu wamekuwa disappointed kabisa in giving. Maana walisema nilitoa sikupata, nilitoa sijafanikiwa, nimetoa kwa miaka mingi na sioni mabadiliko. Inajalisha vile unatoa, inajalisha msukumo wa matoleo yako ni nini. Usitoe kwa sababu mimi pastor nimesema. Hapana, toa kwa sababu umeamini vile nimesema. Haleluya. Yale maneno nimeyatoa nikikuongoza katika kutoa, iwe umeamini ndio utoe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumeona watu wakitapeliwa pesa mingi sana. Ni nini inakuaga msukumo? Imani. Imani. Mtu anadanganywa, anaenda anapeana mali yake yote. Unafikiria ni kwa nini alitoa? Ni kwa sababu aliamini vile huyo mtu alimwambia. Mtu alikuja akiwa mgonjwa, akaambiwa itabidi ulete 2 milioni. Vile aliambiwa na huyo mtu aliamini hivyo, ndio maana alitoa hiyo yote. Lakini sasa watu wanaamini sana kwa kutapeliwa. Watu wanaamini sana watapeli vile wanasema, na wanachukua hatua ya kutoa kwa imani kulingana na vile waliambiwa. Sasa unapata ya kwamba wao wenyewe hawataki kutoa, lakini kwa sababu ya yale maneno wameamini wanatoa. Katika nyumba ya Mungu leo nimekuja kupatia siri ya kuleta mabadiliko katika matoleo yako, ili wewe na matoleo yako kakuwa wa baraka. Itabidi msukumo wa matoleo yako iwe ni imani. Tukikuuliza kwa nini unatoa, unasema ni kwa sababu nimeamini. Halo, kwa nini unatoa? Ni kwa sababu nimeamini. Si kwa sababu niko nayo, si kwa sababu niko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa sababu nimeambiwa. Msukumo wangu wa kutoa ni kwa sababu ninaamini vile imeandikwa. So kutoa kwangu ni tendo la imani. Kutoa kwangu ni kitendo cha imani. Kuanzia leo usitoe kimwili. Kutoa kwako iwe ni matendo ya imani. Kila mara unapotoa sadaka, kila mara unapotoa chochote, wacha kutoa kwako kuwe ni matendo ya imani. Simama juu kwa miguu yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa kifupi najaribu kusema kila hatua utakayochukua iwe ni kwa sababu umeamini. Kila hatua utakayochukua iwe ni kwa sababu nimeamini. Even kwa kuinvest. Invest because umeamini. Watu wengi wameinvest pesa mingi but hawakuinvest by faith. Hawakuwa na imani. Na unajua ukiinvest nje ya imani, utainvest kwa kuwa na shaka. Na maana vitu vyao vilienda vikaangukana vibaya. Wacha uongozwe, wacha msukumo wa kile ambacho unaenda kukifanya iwe ni kwa sababu ninaamini. Driving force iwe ni nini? Your faith. Your faith. Your faith. Your faith. Bwana asifiwe. Inua mikono yako, mtukuze Bwana na mshukuru Bwana kwa ajili ya neno lake asubuhi ya leo. Baba ninakutukuza, Baba ninakuinua, Baba ninakuhimidi, Baba ninakutangaza. Unastahili sifa Baba wa mbinguni, unastahili utukufu Mungu wa baraka. Na ile jina la Yesu, wema wako ni wa milele Bwana, fadhili zako za milele Bwana. Wewe ni Mungu na kando na wewe hapana Mungu mwingine. Pokea sifa na utukufu Jehova katika jina la Yesu. Ninakuinua katika enzi yako, nikisema wewe ni Mungu, nikisema wewe ni mfalme, nikisema wewe ni mtakatifu, nikisema unastahili Bwana, unastahili Mungu wa baraka, unastahili Mungu wa amani. Asante kwa neno lako. Imeandikwa ya kwamba the just shall live by faith in the name of Jesus Christ. Makotalia bakanto kapalosi kaparazana shala bazete teremerezia makotana barabazanda maketalia koshala bazanda pia babosha kabazana pia kabazonda kabazonda kabazia bakashela bazia na bando makotana wazika in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, we praise you. Lord, we
we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. In the mighty name of Jesus. Asante kwa wema wako. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa ukuu wako. Asante kwa mapenzi yako. Asante kwa njia zako. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu Jehova, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, sema amina. So, ikiwa unataka kukuwa na ushuhuda wa matoleo, tafadhali wacha msukumo uwe nini? Imani. Wacha msukumo uwe nini? Imani. Usitoe kwa sababu uko nayo. Mara nyingi ukitoa kwa sababu uko nayo, hii inamaanisha kwamba ukiwa hauna, hautatoa. Ukijua hivyo, kama unatoa kwa sababu uko na nyingi, maana unapaswa kuelewa kwamba wakati mwingine mtu si mkarimu ni kwa sababu ako na nyingi. Ni kwa sababu ako na nyingi, na ujue ukiwa na nyingi hautahisi umepungukiwa. Na watu ambao hutoa kwa sababu wako na nyingi, wakati wako na kidogo huwa hawatoi. So usihesabu mtu ni mkarimu, especially watu walio na nyingi wanapotoa. Tafutilia sana ujue kwa nini anatoa. Maana mtu aliye na nyingi anatoa kwa sababu ako na nyingi, huyo mtu si mkarimu. Ukitaka kujua ni mkarimu, tungojee wakati ako na kidogo. Akitoa tutahesabu ni mkarimu. Bwana Yesu asifiwe. So ninakuomba katika jina la Yesu, toa kwa sababu unaamini na utabarikiwa. Si Mungu akubariki sana mtazamaji wangu. Asante kwa kuungana pamoja na mimi katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu. Umebarikiwa sana kuweza kutazama na pia kunisikiliza. Sichukuli kuwa ni kawaida kwa wewe kuchukua muda wako wa kunisikiliza na pia kuweka bundles ili ukaweze kunisikiliza. Natumai kwamba unazidi kubarikiwa na vipindi vingi ambavyo tunakuletea vya kukuelimisha na neno la Mungu katika jina la Yesu. Natumai pia kwako kunifuata, natumai unabarikiwa na pia unajengeka katika jina la Yesu. Nichukue nafasi pia kukukaribisha katika ibada zetu za Jumapili. Tutakuwa na ibada ambazo ni back to school prayer service. Tutakuwa tukiombea wanafunzi wetu na pia tutakuwa tukiwatuma shuleni waende wasome, waende wafaulu, waende waelimike katika jina la Yesu. Na pia tutakuwa na ibada ya party jioni ya vijana. Tutakuwa na party hapa ya kuwatuma shuleni katika jina la Yesu. Hakikisha unashare video hii ili ukaweze kukua baraka kwa wengine katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ninaitwa Apostle PM Simiyu, Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is somebody. Kanisa letu linapatikana Kericho Town, nyuma ya Chevron Supermarket, kwa uwanja wa Soeka Driving School. Ukija pale utapata jengo kubwa limejengwa na vioo. Hapo ndipo tunakutana kwa sababu ya kuelimika na neno la Mungu. Nitafurahi kukuona Jumapili. Karibu sana katika jina la Yesu. Tafadhali usisahau kushare video hii, na nataka kukuomba ninapomalizia, acha msukumo wako wa kutoa iwe ni imani. Toa kwa sababu unaamini, na kutoa kwako iwe ni matendo ya imani. Amen, amen, amen.